vitu havistahiki tunafanyiana wa Afrika kwa Afrika. Kwa hiyo nachoweza kusema mimi ni matumaini yangu kwa kipindi hichi kifupi kijacho, Mungu akitupa afya na uwezo mzuri wa kuishi, tutaweza kubadilisha mitazamo ya wenzetu kwa kiwango cha kutosha sana, kwa sababu kuu moja tu au mbili. Sababu ya kwanza, tunathibitisha tunachofanya kuliko kusema tunachojua. Na hapa utakuta mtu, hata mimi nikifanya hivyo kuna baadhi ya wakati, lakini watu wanachotaka ni kupata tija ya changamoto iliyokuwepo. Unaweza ukajimwambafai ukaonesha ni mjuzi sana wa mambo, mtu hataki hicho. Mtu anataka aondokani na shida inayomkabili kwenye safari ya maisha yake, ndio anachotafuta mtu. Hata hizi tunaambiwa nyumba za ibada na nini kuna mtu anasukumwa kwenda kwenye nyumba fulani ya ibada kwa sababu ana jambo lake hapati jawabu anaenda kutafuta nguvu fulani au msaada fulani. Si kwamba amesukumwa na kutii amri ya aliyemuumba, hapana. Na ndio maana ukitangaza una uwezo wa kutatua tatizo la mtu fulani kwa njia fulani, utashindwa pa kuwaweka watu, na baadhi ya watu wataondoka baada ya kushindwa kupata kile walichotarajia kupata. Na ndio maana kila mmoja akiamka anatafuta njia ya kutokea kwa kujiita hivi, kwa kujiita hivi, kwa kujiita hivi. Kwa kitu cha msingi ambacho nimependa kusema baada ya huyo mtu kunipigia simu ni ufahamu bora wa kujitambua na kuwa na msimamo. Ndio lugha niliyokuwa nikiongea katika mazungumzo yangu ya saa 2. Na leo ni wakati mwingine, itakapofika saa 2 kwa uwezo wa Mungu nitapata fursa ya kuongea mengine. Lakini inaweza nikaonekana kuna baadhi ya mambo najua, lakini usifikiri hivyo. Kuna mtu ananiambia T.R. Msigwa, mambo yangu hayaendi vizuri. Ujuzi huo sina na kazi hiyo sifanyi. Mimi naamini kwenye kufanya kazi kwa maarifa, kwa juhudi, lakini mbele hivyo vitu umtangulize Mungu na uaminifu. Unaweza ukashambuliwa sana, lakini kwa sababu ukweli unabaki kuwa wazi, utafanikiwa tu. Lakini kama unafanya kazi kwa kweli na uadilifu, unaweza ukachelewa kufika, lakini utafika ukiwa salama na bila changamoto yoyote itakukuta. Kwa hiyo ukinipigia simu, na ninashangaa kwenye TikTok, kwenye Facebook, wataalamu ni wengi mno wa mambo haya. Huyu atasema hivi, atasema hivi, atasema hivi. Mwingine hata anachokisema hakijui, lakini kwa sababu anajua kazi hamna na hakuna njia, ni moja ya sababu ya kufanya hivyo. Kwa hiyo mimi ningewashauri tuwatumie vyema hawa wataalamu wa mitandao. Wanaweza wakatusaidia wakafanya maisha yetu kuwa rafiki na mambo mengine yakaendelea.